Mchezo mkubwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya timu ya Tanzania Prison wakiwa ndio wenyeji wa mchezo dhidi ya timu ya Yanga Sports Club ambao hawa ni wageni wa mchezo unaofanyika kwenye dimba la Jamhuri Stadium lililopo mkoani Dodoma. Mchezo huu ni miongoni mwa michezo muhimu kweli kwa upande wa timu zote mbili. Klabu ya Yanga anahitaji alama 3 kuhakikisha anajisogeza ama anazidi kujiweka sawa pale juu mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, huku Tanzania Prison akihitaji alama 3 kuhakikisha anatoka kule chini mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kama ninavyofahamu, Tanzania Prison wanashika nafasi ya 15 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Hivyo kwake huu ni mchezo ambao una umuhimu kimahesabu kuelekea kwenye kutamatisha msimu wa 2025 2026. Wakati timu hizi mbili zinakutana siku hii ya leo, sasa head to head, ambapo timu hizi ziliweza kukutana kwenye michezo ya nyuma. Kwanza mpaka sasa hivi timu hizi zimeweza kucheza takriban mechi 34. Kwenye mechi 34 Yanga Sports Club imeweza kuibuka na ushindi kwenye mechi 23, huku draw zilizopatikana ni 10, Tanzania Prison ikishinda mchezo mmoja pekee. Hivyo hapa klabu ya Yanga wana asilimia 68 ya kupata matokeo mazuri kwenye mechi za nyuma zilizoweza kupita. Lakini kwenye mechi za hivi karibuni ambapo timu hizi zimeweza kukutana, mara ya mwisho Yanga Sports Club wamekutana na Tanzania Prison ilikuwa ni Juni 2025, ambapo Tanzania Prison aliweza kupasuka chuma 5 kwa bila dhidi ya mbabe Yanga Sports Club. Hivyo huu unakuwa ni miongoni mwa michezo ambayo utaenda kutoa picha halisi ya uhalisia wa timu ya Yanga, lakini pia ni namna gani ambavyo Tanzania Prison wamejipanga kuelekea kwenye mchezo huu hapa. Sasa kwenye mchezo huu hapa mapema tayari kikosi cha klabu ya Yanga kimekushaweza kutoka, ambacho kocha mkuu wa klabu ya Yanga Bwana Pedro atakwenda kuanza nacho kwenye mchezo huu dhidi ya Tanzania Prison kwenye dakika 90 za mtanange huu kati ya Tanzania Prison dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Golini ameingia golikipa si mwingine bali Djigui Diarra, beki nambari 2 Israel Patrick Mwenda, beki nambari 3 Mohamed Hussein, beki nambari 4 Bakari Nondo Mwamnyeto, beki nambari 5 Ibrahim Abdullah Baka, kiungo nambari 6 Mohamed Damaro, winga nambari 7 Max Nzengeli, kiungo nambari 8 Duke Abuya. Kwa upande wa mshambuliaji kinara ni Prince Mpumelelo Dube, huku kiungo nambari 10 Mudasiri Yaya basi na Alan Okero akicheza kama winga ya kushoto, na mchezaji wa mwisho kwenye kikosi hiki cha kwanza ambacho klabu ya Yanga wanakwenda kucheza siku hii ya leo dhidi ya timu ya Tanzania Prison. Lakini kwa upande wa wachezaji ambao wapo katika benchi la ufundi ama wachezaji wa akiba kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga, kuna mchezaji Hussein Masaranda, lakini pia kuna Abubakari, kuna Frank Yasinki, kuna Yawa Tora Kwasi, kuna Sheani Ibrahim, kuna Edmund John, kuna Buba Jamei, kuna Aurelio Depo, kuna Abdul Nasri. Hao ni wachezaji ambao wapo kwenye benchi la ufundi kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga ambacho kinakwenda kuanza dhidi ya Tanzania Prison kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Unakipa asilimia ngapi kikosi hiki cha klabu ya Yanga kuondoka na ushindi siku hii ya leo? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa mtu wa kwanza na mdau wa kwanza kupata kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakujuza na kukusogezea moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media.